Ni katika viunga vya Mahakama Kuu ya Tanzania kanda ya Iringa, utulivu umetawala, lakini ndani shauri namba 25532 la mwaka 2025 likiendelea chini ya Jaji Angaza Mwipopo. Kwa mujibu wa mahakama, ushahidi uliowasilishwa umethibitisha bila kuacha shaka kuwa mshtakiwa alitenda kosa hilo kinyume cha kifungu cha 196 na 197 cha sheria ya kanuni adhabu. Kwa mujibu wa shahidi wa kwanza ambaye ni mama wa marehemu, ameiambia mahakama ya kwamba mtuhumiwa alikwenda nyumbani kwake na kumwomba mtoto akakae naye kwa siku 2 kisha atamrudisha, lakini hakufanya hivyo. Siku iliyofuata baba yake akadai mtoto amesafiri kwenda Songea na babu yake. Alipoomba mawasiliano ya babu huyo hakupewa, na ndipo wasiwasi ulipomshika. Kwa upande wake mtuhumiwa yeye aliambia mahakama ya kwamba mtoto alipotea kwenye mazingira ya utata, kwani alimwacha nje ya hoteli ya Kani ili akafate bajaji yake, lakini alipotoka hakumkuta, na ndipo alipoanza kumtafuta na kutoa taarifa kituo cha polisi. Lakini kwa mujibu wa mahakama, tukio hilo la kikatili lilitokea Aprili 12 mwaka 2025, ambapo mshtakiwa alimuua mtoto wake na kisha kuukata mwili vipande vidogo vidogo visivyozidi inchi 4 kwa kutumia kisu kabla ya kuvitupa kwenye shimo la choo, huku fuvu la kichwa likidaiwa kupondwa kwa jiwe ili kuficha ushahidi. Ushahidi uliowasilishwa mahakamani na mashahidi 13 wa Jamhuri. Baada ya kukamatwa mtuhumiwa, mabaki ya mwili yalipatikana kwenye tenki la maji taka, ikiwemo ulimi, vidole, mkono wa binadamu, taya na mbavu, na kisha kufanyiwa uchunguzi wa kitaalamu wa vinasaba, ambapo majibu yalionyesha kwa 99% kuwa mabaki hayo yalikuwa ya marehemu na yalihusiana na baba yake. Hata hivyo, kwa mujibu wa Jaji Mwipopo, imeonekana kuna mkanganyiko wa mashahidi wa Jamhuri kuhusu vinasaba, kwani vielelezo vilivyosafirishwa vilitambulika kama nyama, lakini mkemia mkuu wa serikali anasema alipokea mifupa na ndiyo aliyoifanyia kazi, jambo lililomfanya jaji kuweka kando ushahidi wa DNA. Jaji Mwipopo amesema licha ya kutupilia mbali ushahidi wa DNA, lakini ushahidi wa mazingira unaonyesha bila kuacha shaka kwamba Joseph Muhulila alihusika na mauaji hayo, kwani yeye ndiye alikuwa na mtoto kwa mara ya mwisho, hivyo akamhukumu kunyongwa hadi kufa. Vielezo vilikuwa ni vitatu: ramani ya eneo, maelezo ya onyo pamoja na DNA report. Mahakama imesema DNA report ina mashaka, kwa hiyo haijazingatia. Maelezo ya onyo yana mashaka pia na yenyewe haijazingatiwa. Kwa hiyo sasa mahakama ilikuwa imeenda kwa imani ya kigezo kimoja tu kwamba mtoto alipotea akiwa mikononi mwa mtuhumiwa. Muhammad Nyaulingo, Iringa. FM kutoka Dar es Salaam, Tanzania.